Waasi wa M23 walio mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kuwa rais wa zamani wa taifa hilo Joseph Kabila amewasili katika mji mkuu wa mashariki wa Goma. Hii imetokea siku chache tu baada ya bunge la Seneti kumwondolea kinga Kabila ili aweze kushtakiwa. Wiki jana Seneti iliondoa kinga inayoruhusu kushtakiwa kwake kwa makosa ya uhaini na uhalifu wa kivita kwa kusemekana kuhusika na kundi la M23 ambalo liliteka Goma mnamo Januari ya mwaka huu. Wachambuzi wanasema kuingia kwake Goma kutaifanya kuwa vigumu kwa mamlaka kumtia nguvuni na kumshtaki. Katika hotuba aliyotoa siku ya Ijumaa, rais huyo wa zamani alikanusha madai dhidi yake, akisema kuwa anapanga kuondoa uongozi wa kiimla nchini humo. Il y a quelques jours, siku chache zilizopita kulikuwa na tetesi kwamba niko Goma ambako nitafika katika siku chache zijazo kama ilivyotangazwa awali. Uongozi wa Kinshasa ulifanya uamuzi wa kiholela bila kujali. Inaonyesha kudorora kwa demokrasia. Hii leo Augustin Kibuya ambaye ni katibu mkuu wa chama cha Union for Democratic and Social Progress amemkashifu Kabila kwa kushirikiana na M23. A partir de ce soir, nazako lancer un appel. Kufikia jioni ya leo, ninamsihi Bwana Kabila awaache Wakongomani watatue matatizo yao wenyewe bila majadiliano, kwa sababu sisi kama raia wa Kongo tutasikizana siku moja, sio kama yeye, kibaraka wa Rwanda aliyelazimishiwa madaraka. Kabila aliwasajili M23 na kuwaleta hapa ili kutuua wakati wa maandamano, na hakujua kwamba tayari tulikuwa na habari hizi zote. Tuna familia ambazo ndugu zao waliuawa na Kabila. Sasa ni ipi hatma ya Kabila baada ya kuondolewa kinga, na je, uwepo wake mjini Goma unamaanisha nini haswa? Ili kupata majibu kwa maswali hayo, sasa tuungane moja kwa moja na mchambuzi wa siasa za kimataifa Godwin Gonde akiwa studio zetu Dar es Salaam, Tanzania. Gonde, iwapo ni kweli kwamba Kabila yuko Goma, unadhani kwa nini ameenda huko? Nadhani atakuwa amefika huko kwa ajili ya kuweza kushiriki moja kwa moja katika huo uasi ambao unaendelea, kwa sababu ni majibu ya yale ambayo seneti ya nchi hiyo imeweza kuyafanya ya kumuondolea kinga, naye sasa anaona kama njia ya kujihami ni kuweza kushiriki moja kwa moja katika kile alichokisema kuiondoa madarakani serikali ambayo anaita kiimla. Na kwa mtizamo wako, ni kwa nini M23 wamechukua hatua ya kutangaza kwamba yupo mjini Goma? Kwa sababu ni eneo ambalo wanalidhibiti na wana taarifa zote za nani anaingia na nani anatoka, na kwao uwepo wake ni faida au ni swala jema kweli kweli, kwa sababu ndio wanaonekana kuendelea kuungwa mkono na mtu kama Kabila ambaye anao ushirika mkubwa wa Kongomani wengi, lakini bado anao mkono wake kwa wanajeshi ambao wanaunda jeshi la serikali. Kwa hiyo kwao wanaona kama ni njia mojawapo ya ushindi, lakini kuendeleza kwa harakati zao za kutaka kuelekea mpaka Kinshasa. Gonde, turudi nyuma kidogo. Miaka kadhaa iliyopita, Joseph Kabila ndiye aliyempendekeza Felix Tshisekedi kuwa rais wa taifa hilo. Nini kimesambaratisha uhusiano wao mpaka ukaharibika kiasi hiki? Nadhani ni tofauti ya maoni, mtazamo na maono wa aina gani ya Kongo wanayohitaji. Msigano unapotokea kati ya rais ambaye yuko madarakani na yule ambaye amestaafu, inagawanya watu wote katika serikali. Tunaona chama cha Kabila kilijitoa au kiliondolewa moja kwa moja katika kushiriki katika kuisaidia serikali takriban kama miaka mitatu nyuma. Hilo nalo lilikuwa ni pigo kwake, jambo ambalo naye aliazimia kwamba ni lazima atafanya kila liwezekanalo kumuondoa rais Tshisekedi madarakani. Kwa hiyo ndio imekuwa hali ya vuta ni kuvute mpaka inaendelea sasa, jambo ambalo linahatarisha usalama katika ukanda huo. Sasa kuondolewa kwa kinga kutakuwa na athari gani kwa Kabila binafsi na pia siasa za DRC kwa ujumla? Kuondolewa kwa kinga manake kwanza kunatoa mwanya kwa yeye kuweza kushtakiwa kwa makosa ambayo tayari ameshaainishwa: uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu, pamoja na harakati zake za kusaidiana na vikundi vya waasi, ambayo itaweza kumpelekea katika kesi ya uhaini. Sasa Wakongomani wakiamua kuifanya hii kesi nje ya Kongo, wakiomba msaada wa jumuiya ya kimataifa, mathalani mahakama ya kimataifa, manake uwezekano wa yeye kukamatwa na kupelekwa ICC upo.